Halmashauri ya wilaya ya Rorya mkoani Mara imepokea kiasi cha shilingi milioni 643.176 kwa ajili ya mpango wa kunusuru kaya maskini TASAF. James Chitumbi ni kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Rorya, anasema kuwa fedha taslim zilizopokelewa ni kiasi cha shilingi milioni 555.32. Na katika halmashauri yetu ya wilaya ya Rorya tumepokea takribani shilingi milioni 584,686,507 kwa ajili ya malipo ya kaya za walengwa wa TASAFu. Malipo hayo ni kwa mwezi wa Julai, Agosti na Septemba, Oktoba mwaka 2023. Pamoja na fedha za usimamizi pia na ufuatiliaji nazo pia tumepokea. Kwa hiyo kuna mchanganuo wa fedha hizo ambazo ni milioni 500, milioni 555 hizo zinaenda kulipwa keshi. Maana nyinyi ma PAA facilitator ndio mtakabidhiwa, mtaenda kusimamia hizo fedha. Yaani mtaenda kusimamia malipo kwa walengwa, malipo keshi kwa walengwa. Kwa hiyo nyinyi ni kiungo kikubwa. Nafikiri kuna timu ya kamati ya usimamizi ya jamii ndio ambayo watahusika na kutoa hizo fedha kwa wale walengwa, lakini nyinyi ndio wasimamizi wakubwa. Kwa hivyo tuna jumla ya shilingi milioni 555,326,507 hizo zinakwenda kama keshi kwa walengwa. Na hizi zitalipwa kama fedha taslim. Lakini fedha kwa ajili ya usimamizi wa kazi hii ni tumekabidhiwa wilaya ya Rorya karibu milioni 29,360,000. Hizo ni kwa ajili ya usimamizi na ufuatiliaji. Chitumbi ameongeza kuwa kaya 10,229 zinaenda kunufaika na kusisitiza usimamizi wa fedha hizo sasa kusimamia kikamilifu. Watakaonufaika na mgao huu ni katika vijiji 89, ambapo ndani ya vijiji 89 kuna kaya 10,229. Hao wanaenda kunufaika na hizo fedha taslimu. Zoezi la malipo litaanza leo tarehe 18 mwezi wa 12 na litaisha tarehe 22 mwezi wa 12. Kikubwa hapa ni nyinyi ma PAA facilitator ambao ni wasimamizi wakubwa wa malipo haya. Mmefanya kazi nzuri kwa muda mrefu, mna uzoefu, changamoto nyingi mnazijua na mnajua hata kuzitatua changamoto kubwa na ndogo. Zile ambazo zinazidi uwezo mnajua wapi kwa kuzipeleka. Lakini zile ndogo mmejitahidi kwa kiwango kikubwa sana. Katika madirisha yote ya malipo mmefanya kazi nzuri sana. Lakini niseme ni msisitizo sasa kwa kaya zile za walengwa. Ziambiwe kuwe na uwazi sasa. Ziambiwe kuwa sasa mnapokea madirisha mawili. Maana yake kulikuwa na changamoto ndogo tu ilitokea ya kwamba malipo yalichelewa. Lakini sasa serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeona ni vyema sasa kuwa na malipo ya madirisha mawili. Yaani ni kama mtu mnamlipa double. Ameongeza kuwa sasa wenye viti wa vijiji wanapaswa kutoa ushirikiano ili kukamilisha zoezi la kulipaji bila changamoto yoyote. Lakini pamoja hilo tunasisitiza kwa mwenyekiti wa kijiji, kwa maana wenye viti wa vijiji sasa kwenye maeneo, pamoja na wajumbe wa kamati, kwa maana ni wajumbe wa halmashauri ya kijiji, wale wajumbe watano akiwemo na mwenyekiti, lakini mtendaji pia ni msimamizi mkubwa kwa sababu ni mtu wa serikali. Tunasisitiza kuwa na uzalendo wa hali ya juu, kwa sababu hawa ni walengwa, wametambulika kwa hali zao. Ndio maana serikali imeweka mkono wake kutaka kuwainua, kuwatoa katika hali hiyo duni. Sasa wasiwekewe mizigo mingine. Tunaomba, tuna msisitizo wa hali ya juu kabisa kwa wajumbe wetu wa halmashauri ya kijiji, na mwenyekiti akiwepo pale msimamizi, na msimamizi mkuu kabisa ni mtendaji wa kijiji. Tunaomba kuwe na uzalendo wa hali ya juu. Vile vile, suala la kutoa elimu kwa walengwa nalo limesitizwa ili kufanya kazi hiyo kwa ufanisi wa juu. Mkienda pale kwenye sehemu ya malipo ni lazima mseme maneno. Nyinyi elimu ni kila siku ya kufanya malipo ya dirisha. Sidhani kama mnakaa hivyo, si ndio? Muda wote ni kutoa elimu. Na siku ya kufanya malipo iwe ni siku ambayo haizoeleki, haifanani na siku iliyopita. Dirisha hili alizoeleki na dirisha lililopita. Kila dirisha kwenu ni jipya. Hata mkisema maneno yale yale ni yale yale.
kwa maana dirisha lile ni jipya. Ndio maana unakuta dirisha lingine dirisha linakuwa malipo ya dirisha moja, awamu nyingine madirisha mawili. Unaona tayari formula imeshageuka. Kwa hivyo elimu na usimamizi wa karibu siku zote huo endelevu, na msichoke. Niwatie moyo, kazi hii ni ngumu. Mcheza na wanajamii, unaongea hapa lakini linafanyika hilo ndilo liongea. Kwa hivyo msichoke. Jumanne Mturi ni msimamizi wa mpango wa TASAF wilaya ya Rorya, anasema kuwa walengwa waendelee kuimarisha biashara zao ndogo ndogo. Halmashauri yetu ya wilaya ya Rorya tunaendelea na zoezi la malipo ambalo tunalianza leo tarehe 18 mwezi wa 12 2023. Halmashauri ya wilaya ya Rorya itafanya malipo mawili, kwa maana dirisha la malipo la mwezi wa 7 wa 8 na dirisha la malipo la mwezi wa 9 na wa 10 kwa mwaka 2023. Na tumepokea jumla ya shilingi milioni 613.7. Na hizi fedha zilizopokelewa ni kwa ajili ya mchanganuo wa madirisha niliyoyasema, lakini pia kwa maana ya fedha ambazo zimepokelewa ni shilingi milioni 555 ni fedha kwa ajili ya malipo ya watu walengwa wanaopokea kwa njia ya fedha taslimu. Lakini pia tunazo shilingi milioni 58 ambazo zenyewe zinapokelewa na walengwa ambao wanapokea kwa njia ya malipo ya kielektroniki, ambao fedha hizi kwa mfumo sasa wa serikali walengwa wote ambao wanapokea kwa njia ya kielektroniki ndio wanaanza kupokea malipo. Kwa hizi milioni 58 tayari walengwa walishapokea, na sasa tunaenda katika kuawilisha zile za njia ya cash, ambao njia ya cash ni walengwa ambao wanaenda kupokea ambao ni takriban 10,229 watapokea hizo fedha milioni 555. Lakini pia kuna walengwa dirisha ambao nimesema kwa malipo ya kielektroniki ni walengwa 989 wataenda kupokea hizo shilingi milioni 58 ambazo walishazipokea kwa njia ya benki na simu za mkononi. Ndio wito wangu ni kuhakikisha walengwa fedha wanazoenda kuzipata hizi ambazo wanazipokea ziweze kusogeza au kuinua kipato chao, lakini pia kuwawezesha kuwekeza kwenye uchumi kwa maana ya kumudu chakula nyumbani, lakini pia masharti ya afya na elimu, kwa maana watoto kwenda shule, kununua mavazi ya watoto, lakini pia kuwekeza kwenye eneo la kununua labda mfugo kidogo ili waweze kuzalisha kiuchumi, pengine biashara ndogo ndogo za kuuza dagaa, nyanya, kama walivyo walengwa wetu wengi wana shughuli hizo wanazofanya za kiuchumi. Kwa nafikiri kupitia hizi fedha ambazo zinaletwa na serikali, ile lengo la serikali la kuondoa maskini tutaenda kulifikia kwa muda ambao tutakuwa kadri tutakapokuwa tunatoa hizi elimu, basi itakuwa ni muda mfupi ambao tunatarajia. Kwa upande wake, katibu tawala wilaya ya Rorya Boniface Chambi anasema kuwa vile walengwa hao waendelee kufuata masharti madogo madogo yaliyowekwa na serikali ili waweze kujikwamua kiuchumi. Tumefika hapa leo tukasema Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameleta pesa. Borogika kauono ni rais okelo pesa kuomu Mama Samia. Tunashukuru. Sisi watendaji wenu wanataka tuone wanu wajomu tunazigawaje hizi hela. Wane ni upogo pesa genade. Na mnazitumiaje mnazopata? To utiyo kod genade samuyudogi. Pesa zina masharti zingine. Pesa gi nigi chike moko. Kliniki idwaro ni uter nyathi klinik, shule to bidwaro ni uter nyathi school na mengine. To gi mamoko. Naomba sana tutimize yale masharti ambayo yamewekwa. Wakwayo ni rit chike moketi gi mondo watigi pesa gi maber. Kama ni kupeleka kliniki watoto tuwapeleke. Ka entero nyithindo e klinik teruru nyithindo. Kama ni kupeleka shule tuwapeleke shule. Ka entero nyithindo e school watergi school. Masharti haya sio kwa sumbua wananchi. Chike na malengo ya baadaye jo piny en gin gi kony bange. Hatutaki sana kusikia kila siku kaya maskini. Okwadwar pile ni wacho ni wan maskinde wa jo Tanzania. Tukipeleka watoto kliniki watakuwa na afya njema. Ka watero nyithindwa e kliniki gibiro bedo gi ngima maber. Kwa hiyo wataweza kuleta uzalishaji. Kuom mano gibiro medo wa dongruok kata nweng'o. Tukipeleka watoto shule wataweza kuelimika. Ka watero nyithindo wataweza kupata ajira. Gibiro ng'eyo to bende gibiro yudo kata tich serikali. Aidha, baadhi ya walengwa wa mpango huo wanaipongeza serikali kwa kuendelea kuwapatia fedha, ambapo baadhi yao wanaeleza kuwa wameanza kujikwamua kiuchumi. Kijana anaitwa Priska Otieno. Mimi kwa upande wangu mpaka na majirani zangu ambao wanachukua TASAF, kwanza nashukuru Rais Samia kwa hela ambayo ametusaidia kwa msaada
kubwa sana. Samia ametusaidia. Tulikuwa tunahangaika, watoto wakati wengine watoto wanaenda shuleni una hela. Watoto wanaenda na nguo ambayo imechanika. Yaani wanabaki ni uchi. Lakini Samia ametufanyia vizuri, sasa hivi watoto wetu wanang'aa. Wakiwa wanaenda shuleni, yani wanang'ara kweli. Tunawashukuru. Tena washukuru mwenyekiti wa kijiji pamoja na mtendaji kutuunganisha kwa maneno mazuri na masuala ya TASAF. Yaani tunashukuru. Pamoja na wa TASAF ambao tusimamia kwenye TASAF katoka ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini. Yaani tunawashukuru. Sasa hivi wengine walikosa hata vitu vya kulalia. Sasa hivi wanalala vizuri. Yaani anashtukia tu jogoo inawika. Masela Omolo Okeyo Ogutu. Masela Omolo Okeyo Ogutu ana watoto wanaosoma. Gisoma darasa la 6. Wanasoma la 6. Nitie nyithindo mono wuon gi otho. Kuna watoto ambao baba yao alikwisha fariki. Tane man kodgi. Lakini yeye ndiye amebaki akiwalea. Ane machandora kodgi. Anahangaika nao. Kanyo Samia okelonwa pesa. Wakati Samia aliwaletea hizi hela, nyo kawa gi nyithindo 5. Alichukuliwa na watoto 5. Nikechonge jonyuol. Kwa sababu hawana wazazi wao. Nya chandora malich mokalo. Alikuwa anahangaika kweli. Nikecha sebedo ng'amangobe. Kwa sababu umri nao umeenda. To nyithindo nyocha chanda bibi nanga onge go. Watoto walikuwa wakimsumbua bibi, sina nguo. Aonge woche. Hana viatu. Adwaro buku. Anataka na madaftari. Adwaro kalamu. Anataka kalamu. Koro nya winjo kabedo gi chandro. Lakini alikuwa anakuwa na uzito. To kanyo Samia okelonwa. Baada ya Samia kuleta hizi hela, kora neno kamoro. Amepata unafuu. Kendo gikonya konyo maduong. Tena wamemsaidia kwa asilimia kubwa. Makatanya sai uononge. Hata Mungu naye amejua. Ninanunua kuku, nimenunua ng'ombe. Pia ninakula, watoto wanaenda shule. Ninaridhika kwa ajili ya TASAF. Habari hii imeandaliwa na Frankius Cleophas na kusoma kwako nami Margaret Daniel. Shule ya Moregas English Medium iliyopo Sirari wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania, inakutangazia nafasi za masomo kuanzia darasa la awali mpaka darasa la 7, bila kusahau baby class. Ewe mzazi, bado hujachelewa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0689 90 01 02 au 0769 04 80 00. Leaders Pre and Primary School iliyoko kata ya Raranya, wilayani Rorya, mkoa wa Mara, inakutangazia ewe mzazi, mlezi, nafasi za masomo mwaka 2024 kwa madarasa ya awali na nafasi chache kwa wanafunzi wa kuhamia kuanzia darasa la 1 hadi darasa la 7. Shule ni ya kutwa na bweni. Mlete mwanao apate elimu bora, maadili mazuri ya kimungu, kukuza vipaji, sanaa na ujuzi. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0759 26 49 au 0689 16 65 79 au 0784 27 82 90. Wote mnakaribishwa.